Haleluya, mwanafamilia wa Maombi Hai, ninakusalimia popote pale ulipo. Nitumie nafasi hii tena kukukaribisha asubuhi hii njema na ya baraka ambayo Mungu ametupatia. Unajua, tunapopata siku moja moja, hii ni kwa ajili ya maisha yetu. Kitabu cha kile cha Ayubu, nadhani sura ya 14, Biblia inasema kwamba siku za mwanadamu zimepimwa, nazo zimeamriwa, naye hataweza kuvuka mipaka yake kama bahari ilivyowekewa. Kwa hiyo tuna kila sababu kwa kutupa hii asubuhi tena, na tuna kila sababu ya kuinua na kupaza sauti zetu mbele za Mungu kwa ajili ya kuinua maisha yetu kwenye mikono yake. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu, tutamshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi. Angalia alivyotulinda na mabaya, ametulinda na uharibifu, mitego mbalimbali ya mwovu. Shetani alikusudia mabaya, shetani akakusudia maajenda zake, lakini Bwana akawa mwaminifu kwetu. Kwa hiyo utaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na siku njema na ya baraka. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua na kukushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kutulinda na mabaya, kutuepusha na uharibifu mbalimbali ambao adui alikuwa amekusudia juu yetu, alikuwa amekusudia kwenye maisha yetu. Ninasema asante kwa sababu wewe Bwana ndiye nuru yetu. Ninasema asante Bwana, wewe ndiye taa yetu. Ninasema asante kwa sababu wewe ndiye kimbilio letu. Ninasema asante kwa sababu wewe ndiye nguvu zetu. Ninasema asante kwa sababu wewe ndiye uzima wetu. Asante kwa kutulinda na mabaya. Asante kwa kutuepusha na uharibifu. Asante kwa kutuepusha na mitego mbalimbali ya yule mwovu. Mwovu alikusudia mabaya kwetu. Neno lako linasema kwamba basi ninyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Baba, asante kwa ajili ya kutulinda, na linasema kwamba anawatuma malaika zake kwa ajili ya kuwalinda na kuokoa na mitego ya mwindaji. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako kwangu. Asante kwa ajili ya kunilinda na mabaya. Asante kwa ajili ya kunilinda na uharibifu. Asante kwa ajili ya kunilinda na mipango mbalimbali ya giza usiku wa leo. Ninashukuru Bwana, nimeamka salama. Umenitunza Bwana, umeniamsha salama, umenilinda Bwana, nimeamka salama. Baba, ninakuinua, ninasema asante kwa sababu ya pendo lako, maana ni wewe peke yako unayeanzisha kazi njema maishani mwetu. Ninakushukuru hata kwa ajili ya hii nafasi tena, ninapoelekea kazini, watoto wangu wanapoelekea shuleni, watu wangu wa familia yangu wanapoelekea kwenye majukumu yao. Baba, asante kwa kuamsha, asante kwa kuwalinda na mabaya yote, asante kwa kuwalinda na kuwaepusha na mabaya yote. Mabaya yote yalikusudiwa kwetu, lakini Bwana mkono wako ukawa pamoja nasi. Roho Mtakatifu na kuinua, Roho Mtakatifu na kushukuru, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na popote pale ulipo naweza ukasema amen. Maombi yetu ya leo yanatoka katika kitabu cha Marko ile sura ya 4 na ule mstari wa 37 hadi 39. Marko ile sura ya 37. Marko sura ya 4 mstari wa 37 hadi 39. Biblia inasema kwamba ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwepo katika shetreli, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. 39 anasema akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Leo tunaenda kuomba kwa ajili ya kunyamazisha kila hali, kunyamazisha mambo yote yaliyokuwa yamekusudiwa leo kwamba yawe na nguvu kwetu, kunyamazisha maneno mabaya, kunyamazisha mataarifa mabaya. Unajua, kuna mtu hivi, ulishawahi kujiuliza, mtu wa Mungu, kwa nini taarifa mbaya inakimbia sana kuliko taarifa njema? Kwa mfano, wewe unaweza ukachumbiwa, au binti au kijana wa kiume anaweza akachumbia, ila ile taarifa haiendi kwa spidi kwamba mtu amechumbia au amechumbiwa. Ila sasa, kama unataka kujua taarifa mbaya zinaenda kwa haraka, watu wakufumanie guest,
Utashangaa hadi mpaka bibi yako wa kijijini ameshajua siku hiyo hiyo, eti mwanangu, mjukuu wangu umefumaniwa. Kwa nini? Lazima haya maneno tuyanyamazishe. Biblia inasema kwamba akaamka akaukemea upepo. Maana yake upepo ni kitu kinachopeleka vitu kwa kasi. Kama ni cha upande wa giza kinapelekwa kwa kasi, kama ni cha upande wa nuru kinapelekwa kwa kasi. Sasa sisi tunadili na vitu vya giza, ambavyo upepo wa giza ambao unakuja kupeleka taarifa mbaya kwa kasi. Kwa tutadili navyo na tutaomba kwa uzito na mpana sana kwa ajili ya vitu hivi vya upepo wa kasi. Utulie kabisa. Kila mtu aliyekuwa na madukuduku kwa habari ya kuyaeneza siku ya leo anyamazishwe, anyamaze kabisa. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninanyamazisha kila kinywa, kila uharibifu uliokuwa umekusudia siku ya leo, kila maneno ya uharibifu, zoruba yoyote, vurugu yoyote, uharibifu wowote, unyamaze, ukawe shwari kuu katika jina la Yesu. Yale maneno yaliyokuwa yamekusudiwa kule kazini kwangu, kule ofisini kwangu, hayo maneno yanyamaze katika jina la Yesu. Hayo maneno yanyamaze katika jina la Yesu. Ninanyamazisha kila maneno na kila vurugu zilizokuwa zimekusudiwa. Natamka katika jina la Yesu. Anza kuomba tu, mtu wa Mungu. Tamka ya kwamba maneno ya namna yote yaliyokuwa yameachiliwa, yalikuwa yamewekwa, yalikuwa yamekusudiwa, yanyamaze hayo maneno, yanyamaze hayo maneno, yanyamaze hayo maneno kwa jina la Yesu. Kila maneno nyamaza, kila maneno nyamaza. Maneno ya uharibifu, maneno ya ajenda mbalimbali, maneno ya mipaka fulani, maneno ya mambo fulani, yanyamaze katika jina la Yesu. Nyamazisha kila maneno, nyamazisha kila matamko, nyamazisha kila zoruba, nyamazisha kila vurugu, zoruba kwenye ndoa, zoruba kwa watoto, zoruba kwenye uzao. Nyamazisha kila zoruba. Baba, ninanyamazisha kwa siku ya leo kwa jina la Yesu. Na nyamazisha kila zoruba zinazoitwa magonjwa, zoruba zinazoitwa ajali, zoruba za namna yote, na nyamazisha kwa jina la Yesu. Ninakuombea katika jina la Yesu, kila zoruba iliyokuwa inaendelea kwenye maisha yako, iwe kwenye eneo la ndoa, iwe kwenye eneo la huduma, iwe kwenye eneo la biashara, hiyo zoruba na nyamazisha zoruba zote, na nyamazisha zoruba zote, na nyamazisha zoruba zote, na nyamazisha zoruba zote, zoruba za namna yote, zoruba za namna yote, nyamaza katika jina la Yesu, nyamaza katika jina la Yesu, nyamaza katika jina la Yesu. Na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba. Zoruba ya namna yote iliyokuwa imewekwa, iliyokuwa imeamriwa, iliyokuwa imeruhusiwa labda usiku, ninasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, zoruba yote iliyokuwa imeruhusiwa kwa ajili ya kunipata asubuhi, ninainyamazisha. Zoruba ya namna yote iliyokuwa imeruhusiwa kwa ajili ya kunipata mchana, nainyamazisha. Zoruba yoyote iliyokuwa imekusudiwa kwa ajili ya kuninyamazisha usiku, kuja usiku, nainyamazisha. Nanyamazisha zoruba zote, nanyamazisha zoruba zote, kuwe shwari katika jina la Yesu, kuwe shwari kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kuwe shwari kwa damu ya Yesu. Na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba, na nyamazisha kila zoruba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na nyamazisha kila zoruba, zoruba ya namna yote, inyamaze, ikae kimya, inyamaze, ikae kimya. Zoruba yoyote inyamaze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze, hiyo zoruba inyamaze kwa jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze kwa jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze kwa damu ya Yesu. Hiyo zoruba inyamaze kwa jina la Yesu. Zoruba yoyote nyamaza, sema nyamaza. Kila zoruba kwenye maisha yangu inyamaze, kila zoruba kwenye maisha yangu inyamaze, kila zoruba kwenye maisha yangu inyamaze kwa jina la Yesu. Zoruba ya
namna yote iliyokuwa imeyakamata maisha yangu na kuyashikilia, inataka kuyaendesha, zoruba yoyote na inyamazisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na nyamazisha kila zoruba kuanzia sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nyamaza kila zoruba, nyamaza kila zoruba, na isemesha kila zoruba inyamaze kwenye maisha yangu, inyamaze kwenye maisha yangu, isiwepo kabisa kwa jina la Yesu. Zoruba yote iliyokuwepo kwenye ndoa inyamaze katika jina la Yesu. Zoruba yote iliyokuwepo kwenye huduma yako inyamaze katika jina la Yesu. Zoruba yote iliyokuwepo kwenye biashara yako inyamaze katika jina la Yesu. Zoruba ya namna yote nyamaza katika jina la Yesu. Nyamaza katika jina la Yesu. Nyamaza katika jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze. Hiyo zoruba inyamaze katika jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze katika jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze katika jina la Yesu. Hiyo zoruba inyamaze. Inyamaze katika jina la Yesu. Zoruba ya namna yote inyamaze. Zoruba ya namna yote inyamaze. Zoruba ya namna yote inyamaze. Zoruba ya namna yote inyamaze, inyamaze katika jina la Yesu. Nyamazisha kila zoruba, nyamazisha. Biblia inasema kwamba akaukemea upepo na bahari, kukawa shwari kuu, kukawe na shwari kuu katika jina la Yesu. Kila zoruba ikanyamazishwa katika jina la Yesu. Inyamazishwe kwenye maisha yako, kule kazini, zile vurugu zilizokuwa zinaendelea zinyamaze katika jina la Yesu. Kule kwenye biashara yako, yale mambo yaliyokuwa yanaendelea yanyamaze katika jina la Yesu. Ile hali iliyokuwa inaendelea kule kwenye kazi yako inyamaze katika jina la Yesu. Jambo lolote linyamaze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatangaza katika jina la Yesu, mchana wetu utakuwa shwari, asubuhi itakuwa shwari, mchana itakuwa shwari, jioni itakuwa shwari, na tutaamka tukiwa na shwari katika jina la Yesu. Mabaya yote hayatatupata sisi, uharibifu wowote hautatupata sisi kwa jina la Yesu. Mabaya yote yanyamaze katika jina la Yesu. Uharibifu wowote unyamaze kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu. Ninatangaza juu ya kila mmoja, zoruba ya namna yote inyamaze katika jina la Yesu. Inyamaze katika jina la Yesu. Inyamaze katika jina la Yesu kuanzia sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku yako ikawe shwari katika jina la Yesu. Hakutakuwa na zoruba yoyote. Zoruba ya namna yote imenyamaza kama zilivyonyamaza zoruba zingine, na ikawe hivyo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya maombi haya, maana umetutunza, umetulinda. Tunapotoka asubuhi hii na kuelekea kwenye majukumu yetu na kazi zetu, mkono wako na neema yako ukawe pamoja nasi, nuru yako na uweza wako ukawe pamoja nasi. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, uinuliwe na ukatukuzwe. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja aliyeomba maombi haya, ukanyamazishe kila zoruba kwenye maisha yake na ukampe neema zaidi ya kutenda kazi zaidi ya hiyo katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Karibu sana mwanafamilia, kama ndo mara yako ya kwanza ya kujiunga na familia ya Maombi Hai, karibu tena. Unaweza ukasubscribe na ukalike, ukacomment. Mungu akubariki sana. Usisahau kushare linki hii kwa ajili ya watu wengine, na mkono wa Mungu utakuwa pamoja nawe. Nikukaribisha sana wakati mwingine. Uwe na asubuhi njema na uwe na siku njema. Siku yako imenyamazishwa kabisa, haitakuwa na vurugu, bali kutakuwa na ushindi, na mema ya Mungu yatakuwa pamoja na wewe. Ubarikiwe na Yesu, utunzwe na Mungu, uwe na baraka katika jina la Yesu. Amen.